Wananchi wa mtaa wa London uliopo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wamekuwa wakipata changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kutokana na kutumia maji ya visima ambayo ni hatari kwa afya. Sasa changamoto hiyo inakwenda kumalizika baada ya serikali kuleta mradi wa maji unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.6. Wananchi wa mtaa wa London wamemshukuru mbunge wa jimbo la Songea mjini Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro kwa kufanikisha kuletwa kwa mradi huo wa maji. Wakizungumza wakati wanajaza fomu za kuingiza maji katika nyumba zao, baadhi ya wananchi wa mtaa wa London wamesema wamekuwa wakitumia maji ya visima ambayo si salama kutokana na uchafuzi wa mazingira. Hivyo anamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wa jimbo la Songea mjini Dr. Damas Ndumbaro kwa kufanikisha kuletwa kwa mradi huo wa maji ambao unakwenda kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Tunabudi kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujalia kupata mradi huu. Vile shukrani zetu za pekee ziende kwa mbunge wetu Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro kwa kuweza kutupambania kupata mradi huu wa maji, na leo hii sisi kama wananchi tumefikia hatua ya kuandikisha kwa ajili ya uchukuaji wa fomu kwa ajili ya kuunganishiwa huduma ya maji. Sisi kama wananchi wa London, maji safi na salama tulikuwa tunapata robo tu ya wakazi wa London. Lakini mradi huu utakapoanza utakuwa umetukomboa kwa asilimia kubwa, kwa sababu leo hii mradi huu umesambaza miundombinu mtaa mzima wa London. Kwa hiyo sasa hivi London yote tutakuwa tunapata maji safi na salama, na hii yote ni kazi ya Dr. Damas Ndumbaro pamoja na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika ile sera ya kumtua mama ndoo kichwani. Tuwashukuru sana watendaji wa SOASA na viongozi wengine wote ambao wameweza kulifanikisha hili. Mtaa wetu wa London tulikuwa tuna changamoto kubwa. Changamoto ya kwanza ni maji ambayo tulikuwa tunatumia hayakuwa salama. Mwanzoni tulikuwa tuna idadi ndogo ya watu, hivyo maji tulikuwa tunatumia yalikuwa yanatosha. Lakini baada ya ukuaji wa mtaa wa London, maji ilikuwa ni shida kwa sababu tunatumia maji ya visima ambayo sio salama na uchafuzi wa mazingira umekuwa ni wa hali ya juu. Kwa hivyo maisha yetu yalikuwa katika hali mbaya. Naishukuru serikali, namshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, namshukuru mbunge Dr. Damas Ndumbaro kwa kutetea mradi wa maji. Kama sisi kina mama tulikuwa tunapata changamoto nyingi sana kupitia maji, tunaenda umbali mrefu kufuata maji. Tunamshukuru sana mbunge kwa kutetea mradi. Hata sisi kina mama tumefurahi, tunajua changamoto za maji zitapungua, kero ya maji itakuwa imetoweka. Mwanzo kama huu msimu wa kiangazi maji tunapata umbali mrefu, kama maji ya kisima unakuta maji unavuta maji yanakuwa ya matope, yani maji yamekuwa mikauka, tulikuwa tunapata sana changamoto nyingi. Unatumia muda mwingi sana kutafuta maji. Tunashukuru maji yamefika mtaa wetu. Tulikuwa tunachukua maji mbali. Mwezi wa 10 ule utakuta mtoto anarudi shule anataka chakula, maji hata ya kunywa yanatupotea. Kwa hiyo sasa hizi tunafurahi, tunayapokea hayo maji, tunashukuru sana. Yaani kwa kifugu maji yanakuwa mengi, lakini ikifika tu mwezi wa 8, wa 9 maji yanakata kabisa. Kwa hiyo tunapaka foleni ya kutafuta hayo maji kwa muda mrefu. Mheshimiwa Ernest Milanzi, diwani wa kata ya Lisaboni iliyopo manispaa Songea mkoani Ruvuma, amesema mradi huu wa maji unakwenda kumaliza changamoto ya maji katika kata ya Lisaboni, ambapo wananchi wote wa kata hiyo wanapata nafasi ya kuunganishiwa maji katika nyumba zao. Hivyo anamshukuru mbunge wa jimbo la Songea mjini Dr. Damas Ndumbaro kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuhakikisha mwanamke anatua ndoo kichwani. Kulikuwa kuna ahadi ambayo ilikuwa imetolewa kwenye kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba itakiwa kilomita 20 za maji kwenye mradi wa London Sinai Mang'ua, ambapo leo hii ndio tumehitimisha. Mfumo wa maji umefungwa kwa 100% na tayari wananchi kama mnaweza kuona wamejitokeza kwa ajili ya kujaza fomu waweze kuingiziwa maji. Nipende kumshukuru tena kwa moyo wa dhati mbunge wa jimbo la Songea mjini Daktari Damas Daniel Ndumbaro kwa kuweza kutukamilishia zaidi ya kilomita 20 mtandao wa maji umeweza kukamilika kwenye kata yetu ya Lisaboni, hasa huu mtaa wa London. Tayari wananchi wamepokea kwa mikono miwili na wanashukuru sana. Akiuelezea mradi wa maji wa London Sinai unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.56, mhandisi Jafari Charambani ambaye ni kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Songea SOWASA amesema mradi huo unatekelezwa katika mitaa ya London, Sinai pamoja na Mang'ua uliopo katika manispaa Songea mkoani Ruvuma. Katika mtaa wa London mkandarasi tayari ameshalaza mabomba na sasa wananchi wanatakiwa kuingiza maji ndani ya nyumba zao. Ni kweli sisi mamlaka tunatekeleza mradi wa maji, usambazaji maji katika eneo la mtaa wa London,
na Sinai pamoja na Mang'ua katika manispaa ya Songea. Mradi huu una lengo la kuhudumia mitaa mitatu, mitaa ya London, Sinai na Mang'ua. Kwa kwanza tulianza na mtaa wa London ambapo mkandarasi alishamaliza kulaza bomba. Sasa hivi tunahamasisha wananchi waweze kujiunga na kuingiza maji katika majumba yao. Kwa hiyo mradi unagharimu karibu shilingi bilioni 1.56 na mkandarasi alishalipwa sehemu kubwa ya pesa, karibu shilingi milioni 913. Kwa hiyo na anaendelea na utekelezaji wa mradi huu. Na sisi kama mamlaka tunapenda kuishukuru kwanza Wizara ya Maji na serikali kwa ujumla kwa kutenga fedha katika mradi huu na kutoa fedha kwa wakati ili kutekeleza azma ya serikali ya kumtua mama ndoo kichwani. Na sisi kama tunavyojua tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imetuagiza kwamba ifikapo mwaka 2030 kila mwananchi lazima awe na huduma ya maji. Kwa hiyo katika kutekeleza ilani hiyo sisi tunatekeleza katika maeneo hayo ambayo yalikuwa hayana maji katika muda mrefu, na hivyo sasa hivi wananchi wanaanza kupata huduma ya maji. Kwa mtaa wa London mradi umeshakamilika na wananchi sasa hivi tunajaza fomu za kuingiza maji, na tunashukuru mwamko umekuwa mkubwa katika kutaka kuingiza maji. Kwa hiyo tunawashukuru wananchi kwa kutuelewa kwa hamasa tuliyopita kutangaza, na kweli wameitikia kwa wito mzuri. Mwisho napenda nimshukuru mbunge wa jimbo la Songea Mheshimiwa Damas Ndumbaro kwa ufuatiliaji wake wa mradi huu. Ni yeye kama kiungo kati ya serikali na wananchi amejitahidi kwa kiasi kikubwa kufuatilia mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo tunaomba jitihada hii aendelee ili miradi mingine inayotekelezwa katika manispaa ya Songea ikiwemo mradi wa miji 28, mradi wa Sanangula na mradi wa Subira nao uweze kukamilika kwa wakati. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina Toka Zamani TV. Pia usisahau kulike na kusubscribe YouTube channel ya Toka Zamani TV. Nyote nenda, na hii ni Toka Zamani TV.